na ujisikie ukiwa katika uwepo wa Mungu. Ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi 24, Biblia inasema vyote viujazavyo ulimwengu ni mali ya Mungu. Kila kitu unachokiona kwa macho na vile vitu visivyoonekana kwa macho, unaweza ukawa unasikia kuna majini, kuna maroho ambayo zinatesa watu. Huo uumbaji wote wa vitu vinavyoonekana kwa macho na vile visivyoonekana, vyote viliumbwa na Mungu Baba. Na Mungu hakuumba mwanadamu bila kukusudia mambo fulani katika mwanadamu. Alikuwa na kusudi jema juu ya maisha ya mwanadamu. Ndio maana ukisoma kwenye Biblia, kitabu ni kile cha Mwanzo sura ya 2, utaona Mungu alichukua udongo akaufinyanga, akaumba mwanadamu kwa mfano wake, alafu akampulizia pumzi ya uhai kupitia kwenye mapua yake. Kiumbe hicho kikawa kiumbe hai, akawa ni mwanadamu. Biblia inasema Mungu akaadaa bustani ya Eden, akaweka matunda pale ili mwanadamu huyo wa kwanza aliyeumbwa awe anakula pale kwenye yale matunda. Akamwekea na maji, akamwandalia bustani nzuri mahali alikuwa anakaa starehe. Hakuwa anakula kwa jasho, alikuwa anaamka, matunda iko pale, maji yako pale, kila kitu kiko pale. Yaani yeye anakaa maisha ya starehe. Adamu wa kwanza hakuwa anakula kwa jasho kama vile leo tunakula kwa jasho. Lazima tuamke, tufanye kazi, tupate pesa ili tupate chakula. Mwanadamu wa kwanza, Mungu hakuumba mwanadamu awe anakula kwa jasho. Mungu alikusudia mwanadamu mambo mema. Ndio upate kujua Mungu tunayemwabudu ni Mungu mzuri, ambaye aliumba mwanadamu, alimwandalia maisha mema. Lakini katika kila maisha mema kuna changamoto zake. Biblia inasema katikati ya bustani ya Eden Mungu aliweka miti miwili ya matunda. Mti wa kwanza ulikuwa ni mti wa uzima, na matunda yake Adamu aliambiwa awe anakula haya matunda ili asije akafa. Maana mwanadamu wa kwanza Adamu, wakati Mungu alipomuumba, hakumuumba ati amweke kwenye bustani ya Eden alafu ati siku moja ifike afe. Hapana, Mungu hakutaka mwanadamu afe. Mungu alimuumba mwanadamu aishi milele bila kufa, akae kama malaika, anakula, anakunywa, anamke, anazaa watoto, lakini alitakiwa hasife, aishi miaka yote akifurahia maisha yake. Hiyo ndio ilikuwa kusudi la Mungu. Na tunaona Mungu amemweka Adamu na Hawa kwenye bustani ya Eden. Biblia inasema katikati ya bustani ya Eden kulikuwa na mti mwingine mmoja, ulikuwa unaitwa mti wa ujuzi wa kujua mema na mabaya. Mungu akamwambia, unaona huu mti ambao uko katikati ya bustani ya Eden na matunda yake, usije ukala, maana siku ile utakula utakufa. Sasa Adamu akaonywa na Mungu asije akala matunda. Walikuwa nakaa pale, hakuna kifo, ako na mkewe pale, Hawa wanafurahia maisha yao, wanaishi starehe, hakuna magonjwa, hakuna matatizo, hakuna masumbuko, hakuna masumbufu hii ya dunia, hakuna. Mungu ameweka pale, akawaambia wafurahie maisha yao. Kwa hivyo Mungu alikusudia mema, mpendwa. Mungu akubariki sana, akutendee mema. Kabla hatujaendelea mbele, inamisha uso wako, tumshukuru Bwana. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu ninasema ni asante jioni hii njema kwa ajili ya maana utukufu wa jina lako Bwana.
Bwana nakushukuru kwa sababu ya neno lako, nakushukuru kwa sababu ya wote ambao wanasikiliza ujumbe huu, maana ninaamini hawatarudi nyumbani jinsi walivyokuja, bali watarudi nyumbani wakiwa na kitu cha kuwasaidia katika maisha yao, maana neno ni uzima na yote yatakwisha, lakini neno lako Mungu litadumu leo na hata milele. Ndio maana leo tunataka Bwana tulipate kutoka kwenye kinywa chako, ili tukapata kuishi, maana bila neno lako hatuwezi ishi. Bwana kuwa pamoja nasi, utunenee Bwana. Bwana kuwa mgeni wetu wa heshima kwenye kiwanja hichi Bwana, ili Bwana tupate kukuona na tupate kusikia neno lako, ili Bwana Yesu tutoke hapa tukiwa na nguvu kamili inayotokana na uwepo wako Bwana. Bwana nasema ni asante kwa kuwa hakuna mwingine kama wewe. Kuwa pamoja nasi, utulinde na utuongoze Bwana. Bwana ninakuomba kwa ajili ya mkutano huu Bwana, tushushie utukufu wako kwenye maeneo haya, ili Bwana Yesu tuhisi uwepo wako Bwana. Bwana kuwa pamoja nasi tunapoanza na wakati tutakapomalizia jioni, na Bwana tukamalizia jioni salama. Sifa na utukufu zitakurudia wewe Bwana Yesu. Bwana angalia hivi vyombo ninavyovitumia Bwana na vikabidhi mikononi mwako, ili uguze kila chombo, ili kiweze kutumika kwa njia iliyo nzuri, ili Bwana neno lako lipate kuwafikia watu wako. Na mimi mtumishi wako najikabidhi mikononi mwako, ili uguze ulimi wangu, ili unene kwa ufasaha zaidi, ili Bwana ninene kwa lugha inayoeleweka na wengi, ili watu hawa wakapate kuelewa neno lako. Bwana nisiende kushoto wala kulia, bali niende sawasawa na neno lako, ili Bwana baraka zako zikapata kuwafikia watu wako. Bwana haya maeneo yote na yakabidhi mikononi mwako, ili Bwana upate kuyatawala Bwana. Utawale mawazo ya watu wako Bwana uwaongoze katika kila njia Bwana. Watu wako wanaosikiliza injili hii, masikio yao Bwana pata kuyafungua, ili wapate kusikia kutoka kwako. Tena Bwana wape moyo wa ufahamu, ili wapate kuelewa na neno lako, ili Bwana wasije wakatoka hapa jinsi walivyokuja, bali watoke hapa wakiwa wamejawa na neno lako. Na ni katika jina tukufu, jina la Yesu nimeomba tena nimeamini, amen. Haleluya. Mungu akubariki sana, akutendee mema mpendwa. Katikati ya bustani ya Eden kulikuwa na miti miwili. Wacha nikukumbushe mpendwa. Mti wa kwanza ulikuwa ni mti wa uzima. Matunda yake Adamu alikuwa ameambiwa awe anakula kila siku ili asije akafa. Pia pale katikati ya bustani ya Eden kulikuwa kuna mti mwingine wa pili. Ulikuwa unaitwa mti wa ujuzi wa kujua mema na mabaya. Adamu akaambiwa huu mti usije ukachuma matunda yake ukala, kwa sababu wakati utakapokula utakufa. Sasa Mungu akawaachilia Adamu na Hawa kwenye bustani ya Eden, akawaambia wakae, waongezeke, waijaze dunia, wakabarikiwa. Biblia inasema wakakaa vizuri sana pale, lakini upande wa pili kulikuwa na muovu Shetani. Alikuwa anavizia hayo yote. Akaona mwanadamu ameumbwa juzi, alafu tena amepewa maisha mazuri kuliko mimi, na mimi nagoja moto niende nikachomwe. Alafu huyu ameumbwa saa hii na akapewa maisha mazuri. Hiyo haitawezekana. Shetani akaingiwa na wivu, akasema lazima huyu mwanadamu nimkoseshe, ili wasije wakaelewana na Mungu aliyemuumba, aliyempa maisha mema. Maisha ya Adamu ilikuwa haina magonjwa. Walikuwa nakaa na mke wake, lakini hakuna masumbufu. Walikuwa nakaa na mke wake, lakini walikuwa hawakuli kwa jasho. Leo hii lazima ufanye kazi ili ule. Mungu amesema fanya kazi, utoe jasho ili chakula ipatikane. Lakini Adamu hakuumbwa awe anakula kwa jasho. Alikuwa ameandaliwa kila kitu, maana Mungu alitaka mwanadamu afurahie maisha yake. Lakini kwa sababu ya wivu wa muovu Shetani, mwanadamu aliingia katika hali ya kumkosea Mungu.
Iliendaje mpaka akamkosea Mungu? Biblia inasema shetani alitembea pale kwenye bustani ya Eden, na kwa sababu aliona Adamu ni mgumu kumjaribu, alipita kwa mkewe ambaye anaitwa Hawa, akampata pale kwenye bustani. Na wakati alipompata kwenye bustani, akamwambia mkewe Adamu, alikuwa anaitwa Eve, akamuuliza Eve, yani hivi huyu Mungu yani alimwekea haya matunda yote, akasema msile haya matunda? Yani shetani alijifanya mjinga, haelewi, lakini anataka kutoa maneno kwenye Eve, kwenye Hawa, ndio apate kujua habari kamili. Eve akamwambia hapana, Mungu ametuandalia haya matunda yote tule, lakini kuna mti mmoja wa matunda alitukataza tusije tukala. Shetani akamuuliza Hawa, kwani huyu matunda yake iko na nini? Sio kama haya mengine? Akamwambia Mungu alisema tusile, maana tukila tutakufa. Shetani akamwambia muongo wewe, hii matunda ukila huwezi kufa. Huyo Mungu anawadanganya, maana wakati utakapokula utafunguka macho, utakuwa kama Mungu. Hivyo akamwangalia shetani, akasema ati unasema nini? Akamwambia ndio, ukila hii matunda huwezi kufa, utafunguka macho, utakaa kama Mungu, maisha yako yatakuwa mazuri kuliko vile alivyo. Biblia inasema mwanamke Hawa akadanganywa na muovu shetani, akaambiwa na shetani, usiuchume matunda moja ule uone kama utakufa. Ujue hapo Mungu ni muongo, alikudanganya. Adamu akashawishi, sio Adamu, Hawa akashawishika, akachuma matunda ya mti wa ujuzi wa kujua mema na mabaya. Akaambiwa na shetani siume, akauma. Akaambiwa tafuna, akatafuna. Akaambiwa meza, akameza. Akaulizwa na shetani, umesikia kichefuchefu ndani ya tumbo? Hebu fanya namna hii. Akafanya hivyo, akasema hapana, sijasikia kitu kwenye tumbo. Akamwambia, si nilikwambia Mungu aliwadanganya? Umekufa? Hapana. Na bwana alikwambia ukila utakufa. Yani Hawa alichanganyikiwa, hakujielewa. Ameambiwa hebu kula hiyo matunda yote, hakuna hautakufa. Hawa akakula matunda, akaona yuko sawa, anaruka, yuko sawa, anafanya hivi. Hapana, tumbo yake hakina kitu anasikia. Kaambiwa na shetani, hii matunda ni mazuri, kuwa unakula, usidanganywa na mtu, kula. Akachukua tunda moja akapelekea mumewe, akaenda akaambia mume wake, unajua nini, hii matunda nimeonja na nimesikia ikiwa nzuri na ni tamu sana, na mimi nimekula. Adamu akamuuliza, tumekula? Si Mungu alisema tutakufa, na mimi sijakufa. Una hakika umekula? Akakula. Adamu akaona na kweli hapa ni kama hapa tulichezwa. Asijue Mungu akisema kitu amesema. Biblia inasema Adamu akashawishika, akadanganywa na mkewe, akachukua matunda akaweka kwenye mdomo, akauma, akatafuna, akameza. Lakini wakati alipomeza alijiona yuko uchi. Alijiona yuko uchi wa mnyama. Akakimbilia majani, akasema yani kumekuaje? Akaenda kuchuma majani ya mtini, akakuja kujifunika kwenye sehemu yake ya siri. Na hiyo miaka yote amekaa kwenye bustani, hajawahi kuona ikiwa uchi. Alikuwa anakaa hivyo na
haoni huo uchi wake. Wacha nikwambie mpendwa, hapo ndipo maisha yakabadilika kwa sekunde moja. Ili change maisha yake, ikachange, ikabadilika, akajiona yuko uchi, mawazo ikabadilika, yani kila kitu kikachange. Biblia inasema Mungu alikuwa anawatembelea kila jioni, anakuja kuwajulia hali kila jioni. Hiyo jioni Mungu akaja, na wakati Mungu alikuja kuwajulia hali akina Adamu na Hawa, Biblia inasema walijificha. Hakutaka kukutana na Mungu anayewatembelea kila siku. Biblia inasema Mungu alikuja kwenye bustani, akapata haoni Adamu na Hawa, alishajua ameshakula matunda aliyowakataza. Biblia inasema akaita Adamu, Adamu uko wapi? Adamu akasema niko hapa. Akaulizwa, kwani uko wapi na mimi sikuoni? Umezoea kukaa hapa mahali pawazi, kwa nini unajificha? Adamu akasema, ninajificha kwa sababu niko uchi. Mungu akamuuliza Adamu, nani aliyekuambia uko uchi? Hii miaka yote umekaa hapa kwenye bustani na kuja kila jioni, leo hii ndio umejua uko uchi? Kwani ulikula ile matunda nilikukataza usile? Adamu akasema, ni huyu mke uliyeniumbia, huyu ndiye alinidanganya nikakula matunda. Mke Hawa akaulizwa na Mungu, ati ni nini hichi ninachosikia umefanya? Akasema, hapana, sio mimi, ni nyoka amenidanganya mpaka nikakula matunda. Mungu akahukumu nyoka, akaweka uadui kati ya nyoka na mwanadamu, ama kizazi cha Hawa. Akasema mwanadamu ama kizazi cha Hawa kikimpata nyoka kitakuwa kikimpoda kichwa, na mpaka leo ukipatana na nyoka ndio afe, unaponda kichwa. Ukigoga mkia haiwezi kufa. Naye nyoka ikiona kizazi cha Hawa kinauma kisigino hapa nyuma, Mungu akamgeukia Hawa akamwambia, kwa sababu umedanganywa ukala matunda, kuanzia leo utakuwa ukizaa kwa uchungu. Nimekuongezea uchungu wa kuzaa. Hivi ilivyo, enda hapo maternity utashangaa, wanawake wanapigaga duru wakizaa watoto. Zamani Mungu alipomuumba mwanadamu hakumuumba awe anapiga duru akizaa. Hiyo duru inatokana na kwa sababu alimkosea Mungu, akala matunda ambayo Mungu alimkataza asile. Mungu akamwambia, utakuwa ukizaa kwa uchungu sana. Mungu akampa adhabu ya pili, akamwambia, unaona huyo mwanaume ambaye ni mume wako atakutawala siku zote, na tamaa yako yote itaishia kwa mume wako. Ndio maana hakuna mwanamke amepewa ruhusa ya kutawala mwanamume. Mungu akamgeukia mume akamwambia, kwa sababu, yani Adamu, kwa sababu umekula matunda, hii ardhi nimeilaani kwa ajili yako. Utakuwa ukilima unapata mbegu nyingi, lakini itakuwa ikitoa mbegu kidogo. Nimeilaani kwa ajili yako, maana umemkosea. Mungu akamwambia, miiba na michogoma itakuzalia katika dunia, itakuchoma mpaka wakati utakapokufa. Mungu akamwambia Adamu, kuanzia leo hautakaa maisha ya starehe, utakuwa ukikula kwa jasho. Lazima utoe jasho ili ule. Hii jasho unaona tunatoa
imetokana na kizazi chetu cha kwanza. Wazazi wetu wa kwanza walikosea, na sisi kwa sababu ni watoto wake lazima na sisi tuishi hayo maisha mabovu. Ndio maana leo lazima utoe jasho ili ule. Angalia jinsi watu wanaamka asubuhi na mapema kwenda kutafuta chakula. Biblia inasema Mungu akamfukuza Adamu kutoka kwenye bustani ya Eden, akamwambia nenda ukailime ardhi niliyokutoa ndani yake. Bustani ya Eden ikafungwa na mapanga yalikuwa yanawaka moto ili Adamu asije akarudi katika bustani ya Eden. Maisha magumu ya mwanadamu yakaanzia pale. Ndio maana mpaka leo tunateseka mpendwa. Watu wanalia usiku na mchana, hakuna mahali hakuna kilio. Uwe maskini, uwe tajiri, uwe nani, lazima kilio kiwe ndani ya nyumba. Kuna mwanadamu halii mpendwa. Hiyo laana iliyoingia katika dunia imewatesa wanadamu mpaka mwisho. Angalia dunia leo mpendwa, angalia zile shida tulizo nazo mpendwa. Angalia vile uliamka asubuhi na mapema na labda haujapata hata chochote, lakini unatarajia ukae maisha mazuri. Mungu alimwambia Adamu utakula ya jasho, na hata hiyo ya jasho haitoshi mpaka wakati utakapokufa. Biblia inasema maisha ya mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke yamejaa tabu na shida, na siku zake sio nyingi, siku zake ni chache sana. Na Biblia inasema mwanadamu hufariki dunia siku yake ikifika, unakufa. Wacha nikwambie mpendwa, maisha ya mwanadamu yakabadilikia pale, lakini angali Mungu alikuwa anampenda mwanadamu. Maana kusudi lake halikuwa linataka mwanadamu awe anakufa. Mpango wa Mungu ulikuwa mwanadamu aishi milele. Hiyo ndio ulikuwa mpango wa Mungu. Lakini kwa sababu ya wivu wa mwovu Shetani, kifo kikaingia katika dunia. Ndio maana Mungu akafanya njia ili mwanadamu apate kurudi kwenye nafasi yake, ili aishi milele. Maana mpango wa Mungu ulikuwa mwanadamu aishi milele. Mungu hakuumba mwanadamu awe anakula miaka 50 amekufa anaacha watoto wake. Mungu hakuwa amepanga unaoa unakaa na bibi na watoto ati unakufa unawaacha. Huo haukuwa mpango wa Mungu. Mungu alimuumba mwanadamu na mkewe, wazae watoto, waishi milele. Hiyo ndio ilikuwa ni mpango wa Mungu. Angalia jinsi watu wanavyoteseka. Umezaa mtoto umekufa na baki duniani akiteseka maisha yake. Mwovu Shetani alisababisha hayo, lakini nafasi alipewa na mwanadamu. Maana kama Hawa hageruhusu Shetani amdanganye mpendwa, hagekula ile matunda. Na wacha nikwambie mpendwa, mwanadamu agaishi maisha mema. Ndio maana Mungu akapanga, akasema ni kweli mwanadamu nilimuumba, lakini bado nampenda. Nataka arudi kwenye nafasi yake. Nataka arudi mahali ambapo atafurahia maisha yake. Nataka mahali atakapokaa kama vile nilivyoumba akae.
Ndio maana Mungu akapanga siku na akaweka na majira, akasema mimi lazima nitafanya kitu ili niregeshe mwanadamu kwangu mimi, ili apate kunitumikia akinitukuza mimi kama vile nilivyokusudia pale mwanzo. Maana Mungu alikusudia mwanadamu amwabudu. Mungu alikusudia mwanadamu afurahie maisha. Mungu hakuumba mwanadamu ateseke kwa magonjwa. Ngoja nikwambie ukweli, Mungu hakutaka mwanadamu ateseke. Mungu alimuumba mwanadamu afurahie maisha yake, lakini kwa sababu ya wivu wa mwovu Shetani, mwanadamu akaingia katika hali ya kukosa. Matokeo yake matatizo, mahangaiko na kuhangaika, masumbuko na masumbufu yakaingia kwa mwanadamu. Akaanza kulia usiku na mchana, akisema laiti ningalijua. Wengine wanalaumu, wanasema afadhali hata nisingezaliwa, kwa sababu ya maumivu na mateso anayopitia mwanadamu. Nenda hospitali hapa uone jinsi watu wanavyoteseka. Magonjwa imewashika kwenye miili yao, ni uchungu, hauishi usiku na mchana. Anapewa madawa, uchungu hauishi. Anasema heri kufa kuliko kuishi, kwa sababu ya uchungu. Mungu hakukusudia vile. Mungu alitaka mwanadamu afurahie maisha yake, lakini haya yote yamesababishwa na mwovu Shetani kwa sababu ya kitu kimoja, wivu. Maana hakutaka mwanadamu aishi maisha mema. Ndio maana Mungu akapanga, akasema nataka niregeshe mwanadamu kwenye nafasi yake, mahali nilipomuumba akae, maisha niliyokusudia akae, maisha ambayo nilitaka akae afurahie. Maana mimi raha yangu ni wakati mwanadamu anafurahia maisha yake. Ndio hapo Mungu, ukisoma kwenye kitabu cha Injili ya Yohana 3:16, neno linakwenda hivi mpendwa. Biblia inasema kwa jinsi Mungu alivyoupenda ulimwengu akatoa mwana wake wa pekee, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa jinsi Mungu alivyoupenda mwanadamu, ama kwa jinsi Mungu alivyompenda mwanadamu, akamtoa mwanaye wa pekee, ili mwanadamu asije akateseka tena, bali akarudi katika nafasi yake ambayo alimuumbia akae. Maana mwanadamu wa kwanza, ukisoma historia ya Biblia, utaona alikuwa ameumbwa, amewekwa kwenye bustani ya Eden, anakaa maisha ya starehe. Hakuwa ameumbwa ili akule kwa jasho. Hapana, Mungu alikuwa amemchipukia, yani amemwekea miti ya matunda, alikuwa anakula usiku na mchana. Kulikuwa hakuna magonjwa, kulikuwa hakuna matatizo. Magonjwa ilikuwa ipo na kifo kilikuwa hakipo. Wacha nikwambie mpendwa, wivu wa Shetani uliletea hasara kubwa dunia nzima. Lakini leo nina habari njema mpendwa, kwa ajili ya upendo wa Mungu na mwana wa Mungu, dunia imepata faida kubwa. Maana mwanadamu kupitia kwa mwanaye Mungu Baba, Mungu amewarejesha watu katika nafasi yao walioipoteza pale mwanzo wakati alipoumba dunia. Na kuna njia ya kurudi kwenye bustani ya Eden. Maana Mungu anarudisha uumbaji wake mahali ambapo alitaka wakae, kwenye bustani ya Eden, mahali ambapo wanatakiwa kufurahia maisha yao. Mungu hakukuumba umalizwe na magonjwa mpendwa. Mungu hakukuumba uwe unateseka vile unateseka mpendwa. Mungu hakukuumba uwe umefungwa vile umefungwa. Mungu alikuumba uwe huru.
nikwambie mpendwa, lakini kupitia kwa mwanaye Yesu Kristo, Biblia inasema Mungu amewarejesha watu katika nafasi yao, mahali alipomuumba Mungu, alipoumba mwanadamu akae kwenye bustani ya Eden. Na ndio maana Biblia inasema wakati wowote unapomwamini Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unaregeshwa tena kwenye bustani ya Eden ili upate kufurahia maisha. Mungu anakusamehe dhambi, unakuwa safi, unazaliwa mara ya pili, unarudishwa kwenye bustani ya Eden, mahali ambapo Mungu alikuandalia tangu mwanzo ili ukae ufurahie maisha yako. Na ndio maana sisi tuliozaliwa mara ya pili kupitia kwa Yesu, wacha nikwambie mpendwa, maisha yetu yameregeshwa tena kwenye bustani ya Eden. Magonjwa ni historia tena, haiko tena. Haleluya! Matatizo na masumbufu haiko tena, maana Mungu amekwisha ondoa. Anawaregesha watu kwenye bustani ya Eden, mahali ambapo Mungu alikusudia wakae. Haleluya! Ndivyo ilivyo mpendwa, maana Mungu ana uwezo wa kukurudisha kwenye bustani ya Eden uende ukafurahia maisha. Maana shetani na wivu wake, Biblia inasema ameandaliwa sehemu yake ambayo ni kuchomwa moto na kuteswa leo na hata milele. Shetani hagojei kutubu, mwanadamu ndiye anagojewa na Mungu atubu, lakini sio shetani. Shetani amekwisha hukumiwa. Shetani amekwisha hukumiwa. Na wacha nikwambie mpendwa, mahali popote ulipo, ukisoma ndani ya Biblia mpendwa, maisha ya mwanadamu Mungu anataka yakae kama alivyokusudia tangu zamani. Na Biblia inasema kwa njia ya kumwamini, hapo ndipo unapata msamaha wa dhambi, na hapo ndipo unaregeshwa, unarudi kwenye bustani ya Eden ili ukapata kufurahia maisha. Na ukisha furahia maisha, hapo ndipo unaweza kumtukuza Mungu. Ndio maana ukisoma ndani ya Biblia mpendwa, utaona kweli Mungu anampenda mwanadamu sana. Angalia ile miaka ambayo Adamu walikuwa kwenye bustani ya Eden. Angalia hiyo miaka mpendwa, alafu uangalie saa hii ni miaka maelfu gapi mpaka leo, na bado Mungu anamjali mwanadamu, anakusudia mema juu yake, anataka arejeshwe tena kwenye bustani ya Eden. Wacha nikwambie mpendwa, mahali popote ulipo, tafuta Bwana Yesu ili ukaregeshwe kwenye nafasi yako, ili ukapata kufurahia maisha yako. Na hiyo ndio njia peke yake ya kupona mpendwa. Kinyume na hayo, utaendelea kuteseka maisha yako yote, na ukifa unahukumiwa. Unajua Biblia inasema nini mpendwa? Biblia inasema kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 17 mstari wa 30, Biblia inasema zamani zile za ujinga Mungu alijifanya kama haoni, lakini sasa anawaagiza watu wote wa kila mahali watubu, maana kuna siku ameweka ya kuwahukumu wanadamu wote. Kuna siku Mungu anakuja kuwahukumu wanadamu wote, na hiyo siku ameipanga vizuri mpendwa. Ukisoma ndani ya Biblia kwenye kitabu cha Wagalatia 6 mstari wa 7, Biblia inasema ya kwamba kila mtu atabeba mzigo wake mwenyewe. Kila mtu atabeba mzigo wake mwenyewe, mzigo wa dhambi. Na wacha nikwambie mpendwa, mahali popote ulipo, ukitaka kupona, njia ni moja peke yake, ni kumwamini Bwana Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako.
ili ukapata kuzaliwa mara ya pili. Na ukishazaliwa mara ya pili, hapo ndipo utaona uzima na unaregeshwa kwenye bustani ya Eden, mahali ambapo Mungu alikukusudia mema, mahali ambapo Mungu alikuandalia shamba yako ya zamani. Huo unakaa ili unafurahia maisha yako. Hapo ndipo magonjwa inakuja, inaondolewa, unakaa maisha ya starehe. Maana hakuna mtu aliyeokoka kweli anaweza akasumbuliwa na magonjwa. Hakuna. Wacha nikwambie mpendwa, mahali popote ulipo. Ndio maana Biblia inasema, ukisoma ndani ya Biblia vizuri mpendwa, utaona Mungu alikusudia maisha mema kwa mwanadamu, na akampangia na akamweka mahali ambapo anataka awe. Biblia inasema wakati wowote ukisha muamini Kristo, hapo ndipo maisha yako inapata kubadilika, na hapo ndipo unaweza kumwona Mungu, na hapo ndipo unarudi kwenye nafasi yako ambayo Mungu alikuandalia. Kama vile aliumba mwanadamu wa kwanza, Adamu akamweka kwenye bustani ya Eden, akamwekea maisha ya milele, akifurahia na maisha yake na mkewe. Hapo ndipo nawe ukiamini, Biblia inasema utaregeshwa pale kwenye bustani ya Eden ili maisha yako yakapata kufurahia, na Biblia inasema utaishi milele. Ukimwamini Kristo unaishi maisha ya milele, yaani unapata uzima wa milele maisha yako yote. Hata kama utakufa siku moja, lakini ujapokufa utaishi tena. Unajua ni kwa nini? Kwa sababu kuna maisha baada ya kifo. Usije ukafikiria maisha inaishia hapa. Hapana, maisha haishii hapa peke yake. Kuna maisha baada ya kifo, na ukimwamini Yesu, hata nikwambie mpendwa, kuna maisha baada ya kifo. Utaishi tena, ujapokufa ukimwamini Yesu utaishi tena mpendwa, maana Mungu amekuandalia maisha mengine mema na mazuri na ya kufana mpendwa, na hapo ndipo utaweza kumwona Mungu. Kwa hivyo mpendwa, mahali popote ulipo, Mungu akubariki sana na akutendee mema na akuinue katika kila njia, na hapo ndipo utaweza kumwona Mungu. Inamisha uso wako tupate kumshukuru Baba. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu ninasema ni asante jioni hii njema kwa ajili ya maana utukufu wa jina lako Baba. Bwana, nakushukuru kwa sababu ya neno lako, na nakushukuru kwa ajili ya wote ambao wamepata neno hili. Na Bwana, ninaamini hilo neno halijapita bure, bali limeingia ndani ya mioyo yao. Na Bwana, ninaamini hawatarudi nyumbani jinsi walivyokuja, bali watakwenda nyumbani wakiwa na kitu cha kuwategemeza katika maisha yao, ili maisha yao yapate kusimama vizuri. Bwana, ninasema ni asante kwa kuwa hakuna mwingine kama wewe. Kuwa pamoja nasi, utulinde na utuongoze Bwana, na ni katika jina tukufu, jina la Yesu nimeomba tena nimeamini. Amen, amen, amen. Haleluya.